Mimi sifanye content nipo serious na narudia. Mimi nakutaka. Swala la kutonitaka ni la kwako wewe Gademit. Mimi nakutaka. Na nakwambia hutakuwa na amani. Kama utakuwa unafuatilia vizuri social media na content creators wa Tanzania, basi utakuwa umekutana na bato ambayo inaendelea kati ya Chimakeke na Kipotoshi comedian huyu, ambao hawa wote wawili walikuwa wanamgombania content creator Mama Chanja, kila mtu akijaribu kuweka sera zake ili mwisho siku aweze kumngoa mrembo huyu ambaye mpaka sasa hajawahi kuonesha mtu wake ambaye yupo naye kwenye mahusiano. Kipotoshi amelia sana Instagram akisema kwamba anampenda Mama Chanja, lakini pia tumemwona Chimakeke ambaye anaishi nje ya nchi amekuwa akiposti jumbe mbalimbali kwamba anamkubali sana Mama Chanja na anatamani siku moja awe naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, japokuwa Chimakeke anaweka wazi kwamba ana mtu wake, mzungu wake huko, lakini bado mapenzi yake kwa Mama Chanja hayawezi kuisha kwa namna yoyote. Sasa jana Mama Chanja alifanya interview na Karima Story TV ambapo Mama Chanja alisema kwamba alishamuonya Chimakeke kwamba aache kumzungumzia, aache kutaja jina lake katika content zake ambazo anazifanya. Sasa Chimakeke amejitokeza, amesema kwamba hawezi kuacha, na kwa sababu hiyo Mama Chanja hasahau kabisa kuhusu swala la Chimakeke kumpotezea kwenye maisha yake, kwa sababu yeye kama mwanaume ana haki ya kutongoza na ana haki ya kueleza hisia zake ndani ya moyo wake, wala hatani, kwa sababu Mama Chanja alisema kwamba kuna ujumbe ambao alimtumia Chimakeke, japokuwa Chimakeke hakusoma huo ujumbe, so ulikuwa ni ujumbe ambao ulikuwa unamtaka aache mara moja kumzungumzia mitandaoni. Of course Mama Chanja anasema mara ya kwanza aliona kama vile jamaa kama anatania, lakini baadaye kuna content ambayo Chimakeke aliposti Instagram ikionyesha akiwa anajaribu kufanya imagination na namna ambavyo atakuwa na Mama Chanja kwa kitanda. So Mama Chanja hiyo content ilimuudhi sana na ilikuwa inamchafulia kwa namna moja ama nyingine, so alimwandikia barua fulani ndefu hivi ya kumuonya Chimakeke aache kumzungumzia kwenye social media. So Chimakeke ameposti video hii hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram akimwambia Mama Chanja ndio kwanza ameanza na swala la kumpenda haliwezi kuisha kwa namna yoyote. Itazame hii hapa video ya Chimakeke akifanya reaction ya hii interview ambayo Mama Chanja alifanya na Karima Story TV. Keke ndani. Ngoja. Ndugu yetu Kipotoshi ndani. Ngoja. Unaomba Kipokea Chimakeke? Sina hii hapa. Nataka usome hii message. Usisome kwa sauti. Sema kimoyo. Hii tarehe ngapi? Sema tu tarehe. Tarehe 4 Februari. Tarehe 4 Februari. Unajua tu kama nilimpa onyo asiniongelee tena. Mbona sasa hajafungua message? Amefungua, kuna anafungua kwa 50. Sikuiona bana. Tunajua sisi sote sasa. Mtu amekuelewa, unampigaje mkuu? Sikiliza sasa. Kumpenda ni kosa. Let me talk. Talk. Yule kaka nilivyonaga video yake ya kwanza, kama unanifuatilia, mimi nilicheka nikaona tu ni kitu cha kawaida, mtu ameamua kufresh zake nafsi. Hata mimi nikaripost, kama unanifuatilia Roger, nikaripost clip yake ya kwanza, alikuwa anauliza hivi Mama Chanja yule ana mtu? Kama unakumbuka, ukiscroll chini kwa video zake ndio clip yake ya kwanza kuniongelea, mimi nikacheka, nikaona kama ni kitu cha kawaida, yani sikuichukulia kwenye kuathiri. Akaendelea, unaona nimepost sasa, akapata simu maruani, akaendelea akawa ananiongelea. Kuna clip moja alifanya haikuwa kimaudhui au kimaadili, haikuwa nzuri sana. Akafanya clip kwamba nikiwa na Mama Chanja kitandani atakuwa ana react vipi. Kweli jamani, hata kama kitulisti mazingira, tuna mahusiano very strong. Mimi ndo sina familia, mimi ndo sina mahusiano. Muda mtandoni. Kwa mtu anakutana, hata ukiangalia clip ipo, kafuatilia kwenye page yake. Comment section kila mtu anamsema yeye kwamba unazingua. Hamna mtu ambaye alifurahia ile content. Kwa hiyo nikaona mbona hicho kitu extra, yani ame overdo. Nikamwambia bro, hebu alofurahia comment hapo chini. Shemeji yetu alikuwa akiona ile, alikuwa anasema je? Kuna muda sasa ndio hivyo, kama ilivyofikia kwamba mtu amekithiri. Mbona kama huyu mshikaji anakuwa hivi? Mimi hata namba zake mkaka sina. Simjui, sijai kumuona. Yeye aliamua tu kuruka na vibe basi. Ulikuwa rahisi kwa yeye anafanya hivi kwa sababu gani? Ni content. Si content, mtu sana nataka aongelewe mjini. Kama alikuwa anamaanisha yule. Mimi nipo serious, unasema anafanya content. Kupenda wapi? Wewe naye nitakuweka kofi. Content. Mtu yani hapa mjini mtu akishaona amepoa anawaza, una overthink ni rudi na idea gani nichangamshe mjini niongelewe. Na hiyo kuna jinsi aliwini, ameongelewa somehow. Mimi sasa hivi bado wewe ni kuwini sasa, bado wewe. Inanikata, lakini utafanyaje? Utampiga mtu kibao. Inakukata vipi kupenda bwana ambaye kwamba ile ipo hivi na hivi uweze. Kwa hiyo soma message yangu, lakini na bonge la barua. Hii hapa mwanya. Nimeanza na bro, tuheshimiane. Iko wapi hapa? Kwamba mimi huyo mtu utamuita bro na date naye. Mimi sio bro wako. Mimi sina mshikaji na mshikaji Gademit.
Nilimeandika mengi ambayo yamenikwaza, lakini mwisho yani theme ya message yangu ni kwamba asiniongelee tena. Lakini Mama Chanja kwa kiuhalisia kama ulivyosema muda sio mrefu kwamba jamaa alikuwa anatengeneza content. Yes. Lakini kwa nini wewe una react, lakini pia same time ni mtu ambaye pia na wewe unatengeneza maudhui? Kwenye engo gani? Kwenye hiyo engo ambayo unamkataza na nini kwamba labda sometimes anasema kwamba nikiwa ashum nikiwa kitandani na Mama Chanja. Hiyo unaona wewe ni nzuri. Kwa mfano wewe ndio wewe umesema ati wewe alitengeneza content. Umesema alitengeneza content. Wewe ndio Mama Chanja sasa. Sawa, kuna content. Ndio maana BASATA wapo kwa ajili yetu. Kuna content na kuna kufanya ujinga. Ukifanya ujinga tito BASATA, kuna content niliona mshikaji kamweka mwanamke pembeni, kaeka sijui maziwa hapa pembeni ya mapaja. Hiyo clip kama mshekutana nayo kaitwa BASATA. Kwa hiyo kuna kufanya content mtandaoni na kuna kufanya ujinga na upumbavu na uhaini, ukaitwa na uongozi kwamba hichi kitu sio sawa. Kwa hiyo yeye alikuwa anafanya kwa engo fulani kama kuentertain watu mtandaoni, lakini ikafika step nipo serious sio entertainment, nipo serious Mama Chanja. Ukisikiza ile video hata wewe hautafurahishwa nayo. Kama wewe ni mtu tunaheshimiana, kama ni wangu karibu, walinitumia kina Kiredio DM kina Asma, mbona imekwaje hii, mbona hao ndo wachawi wangu kina Kiredio, hao ndo wachawi hao na kina Asma. Nikamwambia bro, acha kuniongea. Naye Mr. Mwanya kwa pembeni na kaza kwa kina Mwanya ulikuwa unakaa kimya hata kuingilia. Kuna ile sisi mtandao, sikiliza. Wewe ni kaka kweli au? Hapa nimuongelee Mwanya au tukutoa kwenye lebo Mwanya. Hapa nimuongelee. Ndio maana kina Kiredio ni watu wangu wa karibu, kina Eliudi ni kaka zangu. Hakuna aloingilia kwa sababu kuna ile kwamba kama Mama Chanja amenyamaza tuiache, lakini wewe utaamka tu Mama Chanja unakosea. Hapana, huwezi kufanya hivyo. Mimi mwenyewe sikutaka, mimi sio Mswahili, sikutaka kwenda kuandika libango kwenye Instagram kwamba unikome. Mimi Mchuga mwanangu. Siwezi mambo ya Kiswahili ya kuwekea na kidole juu, sijui mataalabu, mimi siwezi. Nikamfuata kwa ustaarabu DM nikamwambia stop this. Yes. Kiakili tu. Okay. Sema leo unafuatilia ameaja au tuseme amepunguza sana kwa sababu nilimwambia bro inatosha. Yeah. Okay. Mimi natimiza wajibu wangu wa kukupenda. Kila mtu asimame upande wake. Jukumu la kukupenda niachie mimi. Weka kwenye upande wako wa kutonipenda. Sijapunguza kukupenda. Nilikuwa nipo Valentine na mama mwenye nyumba. Kwa tunafanya maisha yetu kituristi, expensive shit, Gademit takitolivi kwenye majakuzi, masuala na steam room. Hiyo video unayoongelea Mama Chanja ni ya mwaka jana Disemba. Umesema kwamba ujumbe umenitumia lini? Februari tarehe 4. Umeni entertain muda wote huu. Ni kitu gani kilichotokea? Hao rafiki zako, hao ndo wachai wangu wa Gademit. Wewe una baya, Mama Chanja, wewe unanielewa turisti, expensive shit Gademit. Nani sitaka kuishi kituristi? Mimi sifanye content nipo serious na narudia, mimi nakutaka. Swala la kutonitaka ni la kwako wewe Gademit. Mimi nakutaka na nakwambia hutakuwa na amani. Yaani nitakuvurugia kila sehemu hata mahusiano yako. Mimi nikiwa obsessed na wewe, hakuna mtu mwingine anaweza kaishi na wewe kama sio mimi. Ndio nilivyo mimi. Hii nakwambia na nakuhakikishia mimi nakutaka. Na nitafanya chochote kile mpaka nikupate. Amba kitandani sije sasa nilikuwa navuta hisia naandaa mapicha nitakavyokukamata na hizo nyama nitakavyokukamua kituristi expensive shit. Si atufichi. Si tumenyoka. Content gani? Mimi wakati nipo serious. Hapo kuna wanawake na comment pumbavu, umekataliwa. Osha kutongoza kama mimi ninavyomtongoza mwanamke jinsi ninavyompenda. Na mtongoza rai mbele za watu aposha kutongoza kwa steria hata siku moja maishani mwako. Na wewe hapo nakuuliza ushe kutongoza kama mimi ninavyomtongoza mwanamke. Unatamani lakini hauna mwanamume au hakuna mwanamume kukutongoza hivyo. Riski yake Gademit turisti nimemtunuku. Kama tena mimi nitakufuata hadi ndotoni. Na hakuna kitu mtu yote atakachonifanya. Mimi nimekuamulia, mimi nina maamuzi magumu nikichukua. Mimi nachukua maamuzi magumu, mimi nina consistency, mimi nina discipline, nina focus, nina perseverance Gademit. Mimi nikiamua ni wewe. Yaani ukipinda hivi nipo na ukipinda hivi ukirudi na sija Ramadhani nisha. Nyie vijana niliwaambia zingatieni kodi. Mwanamke simu ni moja, message ni moja. Ukimtongoza kikataa achana naye. Msikilize mchungaji anachokuambia. Sikiliza Biblia inavyosema na Qur'ani. Mnakumfuatilia mchungaji hizo tabia achana nazo. Mimi nipo nayo. Huyu hawezi kunikataa. Ananikataa kwa sababu gani? Kijana kaka unanikataa kwa sababu gani? Turisti. Tuanzie hapo. Hebu nipe sababu za kunikataa.
hapo hapo tutabanana. Hata kama unamtoa mimi, pesa sina mtu wangu kula, tutabanana hapo hapo mpaka mmoja kuna sema ataachia. Mimi huwezi kunikataa, inakuhakikishia. Take it or leave it. Hii sio ku take it or leave it, picha linaanza. Hii ni take it don't leave it. Mama Chanja